Nimefika hapa Mahakama Kuu ya Tanzania leo tarehe 2 mwezi wa 6. Tulikuwa njiani tunaelekea Kilwa, mkoa wa Lindi kwa ajili ya mkutano wa hadhara ambao upo kesho, lakini kaambiwa kwamba mwenyekiti wetu analetwa hapa na kwa njia za usiri. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Leo hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa mara nyingine Mheshimiwa Lissu ameweza kuitwa katika mahakama huko Kisutu, ila leo hii Mheshimiwa Lissu kufikishwa mahakamani imeweza kuwa ni jambo la siri hadi kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa John Heche aliyekuwa mwenyekiti msaidizi mshikililizo nafasi yake Mheshimiwa Lissu hivi sasa kuvunja ukimya kuhusiana na Mheshimiwa Lissu leo hii kupelekwa katika mahakama kuu huko Kisutu. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kesi ya uhaini iliyoweza kuitwa mahakamani leo hii ni kwa ajili ya Mheshimiwa Lissu aweze kufika ili kujulikana yupo na hajaweza kutoroka kulingana na madai yaliyoweza kutolewa kwa sababu ya Mheshimiwa Lissu kuitwa mahakamani leo hii huko Kisutu ikiwa siri. Pia mahakama iliweza kutaka kupata taarifa ya maendeleo ya kesi. Sote tunafahamu kwamba habari iliyokuwa imeweza kutolewa awali ni kwamba Mheshimiwa Lissu aliweza kutarajiwa kuachiwa mwezi wa 5, ila leo hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 6, hii inazidi kuonyesha wazi kwamba mwelekeo wa kesi yake Mheshimiwa Lissu haijaweza kunyoka. Yote yanayozidi kuchangia ni kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu kutokuwa na makosa ya uhaini kwa kesi hiyo iliyoweza kufunguliwa dhidi yake, bali ni kutokana na mgogoro wa vyama vikuu vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania baina ya chama cha CCM na chama cha Chadema. Ndiyo chanzo kilichoweza kuchangia Mheshimiwa Lissu kukamatwa na kuwekwa gerezani. Pia mtazamaji wangu, upande wa mashtaka uliweza kuwasilisha maelezo ya kesi ambapo yameweza kuchangia Mheshimiwa Lissu kuitwa na ili aweze kusikiliza maelezo hayo yaliyokuwa yameweza kuwasilishwa. Pia mtazamaji wangu, upande wa utetezi uliweza kuwasilisha hoja zake. Sote tunafahamu kwamba ushirikiano wake Mheshimiwa Lissu pamoja na idadi kubwa ya mawakili wanaozidi kushirikiana naye wanaamini kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu anapaswa kuwa huru na hapaswi kumaliza mwaka mzima hivi sasa na takriban miezi 3 ikielekea 4 akiwa gerezani. Anapaswa kuwa huru na sio kufungiwa gerezani. Pia mtazamaji wangu, mahakama ilisikiliza maombi mbalimbali ya kisheria baadhi ya maombi yanayozidi kupendekeza uhuru wake Mheshimiwa Lissu kwa haraka, tofauti kabisa na jinsi ambavyo hivi sasa anazidi kuzuiwa huko gerezani, jambo ambalo linazidi kusababisha Mheshimiwa Tundu Lissu afya yake kutokuwa katika njia sahihi kutokana na jinsi ambavyo hapo awali Mheshimiwa Lissu aliweza kuhusika kupata risasi mwilini mwake kutokana na shambulizi lililoweza kumkumba miaka ya nyuma. Pia mtazamaji wangu, mahakama iliweza kutoa maelezo kuhusu mwendo wa kesi na kueleza jinsi gani ambavyo ilivyokuwa ikitarajiwa mwezi wa 5 Mheshimiwa Lissu ataweza kuachiwa huru haikuweza kufanikiwa. Hivyo basi wafuasi sugu wa chama cha Chadema waweze kuwa na imani ya kwamba mwezi huu wa 6 huenda tukaweza kumshuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuachiwa huru, jambo ambalo linazidi kuwapa moyo idadi kubwa
ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania na viongozi wakuu wa Chadema wanaozidi kusimama naye Mheshimiwa Tundu Lissu siku baada ya siku. Pia mtazamaji wangu, kuna haki za mashtaka zinazozidi kuendelea kuzingatiwa huko mahakamani. Na mtazamaji wangu, pia moja ya jambo ambalo hivi sasa linazidi kuzungumziwa pakubwa ni kipi ambacho viongozi wakuu wa CCM wataweza kukiwasilisha kwa mara nyingine dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, ndipo ambapo aweze kupewa iwapo ni kifungo kutokana na ushindi anaozidi kupata siku baada ya siku katika kila kikao ambacho Mahakama Kuu imekuwa ikikifanya. Hii kizidi kuonyesha na kudhihirisha wazi Mheshimiwa Lissu anapaswa kuwa huru na sio Mheshimiwa Lissu kuendelea kuzuiwa gerezani, jambo ambalo linazidi kutia nguvu idadi kubwa ya wafuasi wake Mheshimiwa Lissu. Na pia mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba hivi sasa chama Chadema kimeweza kupewa nafasi ya kuongoza mikutano na rali mbalimbali za kisiasa mikoa mbalimbali. Hii hapa inazidi kuashiria wazi kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, basi tuweze kutarajia bonge la rali ambalo litaweza kuandaliwa kusherekea uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo kweli litakuwa ni pigo kubwa kwa viongozi wakuu wa CCM walioko madarakani hivi sasa, kutokana na wao kufahamu aina ya siasa zake Mheshimiwa Lissu atakazokuwa akizifanya ama kuziongoza baada ya uhuru wake, kwani hivi sasa chama Chadema kikiwa ni chama huru, chama ambacho kipo na uhuru wa kuongoza mikutano na rali mbalimbali kama alivyokuwa ameweza kutanguliza Mheshimiwa John Heche mwanzo mwa video hii. Mtazamaji wangu, kweli iwapo Mheshimiwa Lissu ataweza kuachiwa huru na moja kwa moja kuchukua nafasi yake kutoka kwake Mheshimiwa John Heche, kwa kweli Tanzania mpya itaweza kuonekana. Na mtazamaji wangu, kwa kuwa viongozi wakuu wa CCM wanalifahamu hilo, ndipo ambapo leo hii kwa juhudi na bidii wameweza kusababisha kikao chake Mheshimiwa Tundu Lissu katika mahakama huko Kisutu kiweze kuwa cha siri na kisiweze kufanyiwa kampeni ama kuzungumziwa, ndipo ambapo baadhi ya raia waliokuwa wakihudhuria katika mahakama hiyo mashtaka yanayozidi kusomwa dhidi ya Mheshimiwa Lissu wasiweze kufika, na baadhi ya viongozi wengine wakuu katika chama Chadema kushindwa kufika katika mahakama hii, katika Mahakama Kuu kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kesi inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi ya uhaini? Je, unakubaliana na kile kilichokuwa kimeweza kufikishwa mahakamani na viongozi wakuu wa CCM ya kwamba Lissu yuko na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania, ama unazidi kupinga na kukosoa na kutokubaliana na kile kilichokuwa kimeweza kufikishwa katika Mahakama Kuu na viongozi wakuu wa CCM dhidi ya mwenyekiti mkuu wa chama Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa na nia ya uhaini? Na je, mtazamo wako ni upi kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Lissu? Je, ataweza kuendeleza siasa ama ataweza kujiuzulu kisiasa? Kwani kujiuzulu kisiasa ndilo pendekezo kubwa linalozidi kupendekezwa na idadi kubwa ya viongozi wakuu wa CCM ili waweze kuwepa upinzani wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.